Ikiwa leo ni siku ya wafanyakazi duniani, niko na wakili Novatus Igosha, niko naye humu ndani. Lakini katika siku hii kwanza niwatakie heri sana wafanyakazi wote, na Sat Media tunawatakia heri wafanyakazi wenzetu. Na pamoja niko na wakili hapa, lakini tutapitia katika mambo kadha wa kadha, sio ya kisheria sana, ya ujumla wake. Na kwanza wakili Igosha, hebu tueleze siku hii ya wafanyakazi kwa kifupi tu, kama sisi wafanyakazi, hata wafanyakazi pamoja ni wakili hapo. Wakili msomi eti. Mnavyojiita wenyewe. Karibu sana katika Sat Media katika mahojiano, na moja kwa moja tuambie kidogo kuhusiana na siku hii ya wafanyakazi. Asante. Siku ya wafanyakazi au kama inavyofahamika Mei Mosi ni kati ya siku muhimu sana katika uchumi wa taifa lolote. Kwa sababu kama tunavyojua mfanyakazi ni nyenzo muhimu katika gurudumu la maendeleo. Hawa ndio wanaoleta ubunifu, hawa ndio wanaosimamia taasisi, hao ndio ambao wanaleta tija katika kulipa kodi, katika kufanya uwekezaji, na wakati huo kushauri serikali na taasisi mbalimbali ambazo ziko katika sekta binafsi na sekta ya umma. Kwa hiyo ni siku muhimu sana, kwa sababu hii ni siku ambayo wafanyakazi wanaweza kutoa changamoto zao, serikali pia kuwasikiliza, na wadau mbalimbali kama waajiri na chama cha waajiri, na pia baraza tofauti ambalo linashughulikia maslahi mapana ya wafanyakazi. Asante sana kwa ufafanuzi huo, lakini moja kwa moja hebu tujikite. Tukibi napenda mazingira zaidi. Nimekuwa ni mkazi wa Magomeni Nzizo nilikuwa naona watu wanatembea. Nilikuwa nasema hii ni nini? Baadaye nikafuatilia nikagundua kumbe kuna shida ya usafiri Nzizo. Tukiwa wadogo. Lakini sasa hivi hebu tupe maboresho ambayo yamefanywa na serikali katika miundombinu, kuwezesha watu kufika sehemu zao za shughuli muhimu makazini. Hebu tudokeze kidogo. Kwa kweli kama ni maboresho ya miundombinu kwa sasa hivi hatua ni kubwa. Kwa sababu tunazungumzia awamu 6 sasa tokea taifa hili limepata uhuru wake kutoka kwa Mwingereza. Kwa hiyo tukiangalia uwekezaji uliofanyika kwenye miundombinu ya barabara kwa viwango vya lami, lakini pia barabara za mitaani, wakati huo kwa watu ambao wanafanya kazi zaidi ya jiji la Dar es Salaam na mikoa mingine, uwekezaji mkubwa kama wa SGR au treni ya mwendo kasi ni sehemu ambayo imesaidia sana kuratibisha na kusogeza gurudumu la maendeleo mbele, na wafanyakazi wengi wameboreshewa maslahi yao kwa sababu serikali ni mdau mkubwa sana. Na tukumbuke serikali inafanya kazi katika ile approach tunasema tripartite au tatu, ikishirikiana pia na chama cha waajiri au kinafahamika kama ATE, Association of Tanzania Employers, lakini pia TUGE, chama cha wafanyakazi, lakini kupitia waziri wake mwenye dhamana Bwana Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete. Ni sehemu ambayo kwa kweli maslahi ya wafanyakazi yanasikilizwa na yanaboreshwa, kwa sababu katika utatu huu serikali inaweka jicho lake na kusikiliza pande zote. Na pia tukiangalia maboresho hayo, lakini pia tunakuja kuna swala wafanyakazi, unajua unaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hii ndo wafanyakazi sisi tulivyozoea tu, ni katika kutafuta tunasema ile green pasture. Sasa inatokea mtu ameachishwa kazi sehemu moja, anapotaka kufuatilia haki zake, ni vitu gani vya msingi anaweza akawa navyo au anatakiwa kuvifahamu zaidi? Vipo vingi, lakini vichache vya msingi ni kwamba ni lazima awe amepata barua ya mwajiri wake ambayo inaonyesha kwamba ameondoka kwa amani. Na amani hapa simaanishi kwamba kulikuwa kuna magomvi binafsi, lakini manake ofisi husika haimdai wala yeye hakuwa anadai chochote, lakini ameondoka kwa misingi ya mujibu wa mkataba wake. Kwa hiyo ni muhimu sana kulizingatia hilo ili kwenda kupeleka katika ofisi nyingine pale wanapohitaji kujua tabia zako au wewe mwenyewe unapotaka kufuatilia maslahi yako. Hivi ni vigezo ambavyo ni kwa mujibu wa sheria za kazi na utaratibu wa ajira katika taifa letu. Na pia katika hilo kuna mtu akiajiriwa, unajua wengi tunaangalia tu mshiko atusomi, kuna ile haja ya kusoma. Wewe ni wakili, ndio maana nakupeleka eneo hilo. Kuna ile ukipewa mkataba wa kazi unatakiwa uzingatie vitu gani hasa katika ndani ya mkataba, yani viwepo, yani hivyo ni vya jumla vipo tu.
Moja, tunasema uzingatie zile JDs, yani kwa Kiingereza tunasema job description, yani vigezo ambavyo viko katika wewe kufanya kazi. Majukumu yako ni yapi kwa tafsiri nyingine, lakini nje ya majukumu yako ni vitu gani ambavyo wewe unatakiwa uvifuate. Mfano, ni lazima ujue haki zako. Kwa mfano, hatuombei, lakini labda ukifukuzwa kazi, je, ulipewa haki ya kusikilizwa? Na kama ulisikilizwa, uliridhika? Na pia ni lazima uzingatie mkataba wako unaisha lini, na katika kuisha wakati huo wewe unawajibika vipi katika kumpa taarifa mwajiri wako. Sio tu unaondoka kwa ghafla, ni lazima pia ufuate zile taratibu, kwa sababu pamoja wewe unaangalia mshiko kwa kutumia neno ulilotumia, lakini mwajiri pia naye ana vision yake, au unasema na dira yake. Kwa hiyo ni vizuri ukamtaarifu mapema kwamba una mpango wa kwenda sehemu nyingine. Lakini jambo lingine la msingi sana ni kuangalia mazingira yanayokidhi afya ya akili, au tunasema mental health, lakini wakati huo mazingira ambayo sio hatarishi. Kwa mfano, kwa sababu wafanya kazi wengi siku hizi tunafanya kazi katika taasisi ambazo ziko kwenye majumba, basi nyumba isiwe na nyufa, au isiwe inaweza kupata athari ya moto kama milipuko au chochote kile ambacho kinaweza kudhuru wafanya kazi. Kwa hiyo mazingira ni muhimu sana, lakini cha muhimu sana ni mfanyakazi kujua vipengele katika mkataba wake wa kazi ambavyo vinamhusu yeye na mwajiri wake. Na pia ni vizuri kufahamu angalau dondoo chache za sheria ya sheria za kazi Tanzania samani. Kwa hiyo ni muhimu, wakati mwingine sio lazima kuwa unazifahamu zote, lakini kupata ushauri mdogo kutoka katika idara ya sheria, kwa sababu naamini taasisi nyingi zina legal department au idara ya sheria, na zile ambazo hazina basi zinakuwa zina ofisi ya wakili ambao zinawasiliana naye pembeni. Lakini yeye mwenyewe ni jukumu lake kujielimisha na kuweza kuwa anaelewa vile vipengele vya mkataba vinatafsiriwa namna gani. Okay. Na kwa sasa hivi kwa wafanyakazi wengi teknolojia imekuwa sana Tanzania. Ofisi nyingi tunatumia kompyuta, internet sana, simu nazo zimetufanya na kwa Tanzania hapa tuimarike zaidi. Na sana ni mkonga wa taifa ambao serikali imeuweka kwa Tanzania kiukweli kurahisisha matumizi ya internet. Lakini kuna swala la AI limekuja sasa hivi. Lakini ndio Kiswahili ni akili mnemba. Yes, na linani hivi naliangalia AI afu akili mnemba. Kwenye matumizi ya akili mnemba ni vitu gani vya msingi ambavyo, maana AI wanasema ni nzuri lakini inaweza ikatumika vibaya. Ni vitu gani ambavyo, na hasa kwenye sekta ya habari ambako mimi nafanyia, tuviepuke navyo hata na watu wengine pia? Pengine nisingesema utaalamu sana katika sekta ya habari, kwa sababu mimi professionally sijaingia sana kwenye habari, lakini nitazungumzia umuhimu na changamoto chache za akili mnemba. Cha kwanza katika sekta ya habari, kwa sababu mimi pia nina uzoefu wa kuandika makala katika majarida mbalimbali, lakini likiwepo gazeti makini la Daily News la serikali. Cha kwanza, mwandishi wa habari ni lazima ujue kwamba akili mnemba inakusaidia wewe kupata taarifa, lakini sio kwamba ndio taarifa kuu. Kwa hiyo mwisho wa siku itumie kama nyenzo ya kuboresha kazi yako, lakini ubunifu binafsi uwepo na nguvu za kibinadamu za kuweza kudhibitisha taarifa ambazo unazitoa kwenye akili mnemba ni za kweli. Kwa sababu kuna wakati mwingine mtu anajaribu kuingia kwenye hizi tunasema chatbots kama ChatGPT na kufikiri kwamba taarifa zake zote ni sahihi, lakini kama ni mtu ambaye unafahamu mambo mengi unaweza kuthibitisha kidogo. Kwa mfano mimi naweza nikupa mfano, niliwahi kuwa nimejaribu kuiuliza akili mnemba nchi ambazo ziko katika jumuiya ya SADC, kwa sababu nilikuwa naandika jambo linalohusu economic integration especially katika nchi za SADC. Ikataja mpaka mataifa ambayo kwa kweli sio wanachama. Kwa hiyo wakati mwingine unatakiwa kuwa makini na kutambua tu kwamba hii ni nyenzo ambayo imekuja na karne ya kidijitali ikusaidie wewe kuboresha kazi yako, lakini usilemae, lakini kutumike kama nyenzo ya wewe kwa kufanya angalau uweze kuboresha utendaji wako, yani uwe efficient, na kosa Kiswahili sahihi cha haraka, lakini isiwe kwamba ndio chanzo kikuu na wewe unategemea huko kwamba kila kitu kimethibitika. Okay. Na kwa vijana ambao sasa hivi, maana kwa vijana ndio watumiaji sana wa matumizi ya internet, tunaweza tukasema hivyo, na hata ukija kwenye watu wenye smartphone zenye matumizi ya internet, basi vijana ndio wanaweza wakaongoza, ingawa watu wazima pia wanatumia. Kwao wakiingia kwenye ajira, maana kuna kasumba ile kwamba usomaji wa vitabu hivi kama inakuwa sio hivi, wakija kwenye soko la ajira unawashauri nini?
Soko la ajira kwa sababu limebadilika kutokana na uchumi wa dunia, ni vizuri sana vijana wakajielimisha wenyewe, wayatafute maarifa. Mimi nakumbuka nimewahi kufanya kazi sehemu nyingi sana, nisingependa zote, lakini mmoja wa mabosi wangu wa zamani aliwahi kusema kwamba ni muhimu sana kuyatafuta maarifa. Nisingependa kumtaja jina, lakini nafikiri ni ushauri ambao niliubeba, na nashukuru Mungu kuna vijana ambao bado wanayatafuta maarifa. Soko la kazi sasa hivi linahitaji mtu uwe na uwezo wa kuifahamu taaluma yako vizuri, katika weledi au nasema competence, lakini pia ni vizuri kijana ukawa na maadili ambayo yanapokelewa kwenye jamii vizuri. Usiwe na tabia ambazo zina upotofu au zina makando kando, lakini wakati huo unahitaji kupata nyenzo mbalimbali za kuboresha kazi yako. Uzuri sasa hivi taarifa au maarifa mengi yako kiganjani kwako. Smartphone au simu janja ulionayo inaweza kusaidia kupata machapisho mbalimbali, inaweza kusaidia kupata nyenzo mbalimbali, mfano za kidigitali, inaweza kusaidia pia kupata vitabu. Kwa hiyo ni muhimu sana siku zote kuendelea kukuza kile ambacho ulichonacho, lakini kuwa na nafasi ya kuweza kutafuta jambo lingine bora zaidi, elimu ya ziada, ili uweze kucompete au uweze kushindana katika kuleta ufanisi mzuri na katika kuleta utendaji ulio bora zaidi, kwa sababu uzalishaji katika uchumi unahitaji ufanisi, unahitaji ubora, unahitaji ubunifu. Yote hayo unaweza kuyapata kwa kuboresha maarifa na pia kutengeneza network na watu ambao wana uwezo kuliko wewe, wana uzoefu kuliko wewe. Na katika network hii usiangalie tu watu wenye elimu kama ya kwako au watu ambao mna elimu sawa. Hata watu walio kuzidi elimu pia, uzoefu ni kila kitu. Wamekuwa wa kwanza kuona jua, wamekuwa wa kwanza kuona kazi fulani na mabadiliko ya uchumi, kwa hiyo wanaweza kukusaidia wewe kujua unakosea wapi. Lakini jambo lingine kwa vijana ambao ni vijana wenzangu, lakini hasa hawa ambao ni hiki kizazi cha 2000, ni muhimu sana pia kuwa na mtazamo ambao ni chanya, tunasema positive attitude, ili unapopata nafasi ya kazi uweze kuelewa kwamba maisha yana shortcut. Ni vizuri kweli kufanya kazi kwa bidii, katokea fursa kubwa inakupa maslahi makubwa, hiyo ni baraka na ni nafasi ambayo kwa kweli ni nzuri, lakini uwe unaelewa kwamba maisha ni hatua, sio kila jambo linakuja kwa haraka. Okay. Na maadhimisho ya mwaka huu yanafanyika au yamefanyika kule Singida kwa mwaka huu kitaifa. Mkoa wa Singida umeshawahi kufika, lakini Gosha sijui wapi, Mwanza. Singida utakuwa umepita bwana. Kama umeenda na basi Singida muhimu. Singida unapenda vitu gani ambavyo ulitamani uwe kwenye maadhimisho lakini kupata nafasi, lakini ungetamani kwenda, basi hivyo vitu vingekoma? Kwa kweli Singida nimepita, lakini jambo ambalo nalisikia liko pale na mimi kwa kweli kwa ninakotoka, mimi ni mpenzi wa nyama sana. Ni kweli Wasukuma wanapenda samaki, lakini napenda nyama. Sasa nasikia Singida kuna kuku wa kienyeji ambao kwa kweli ni teketeke tunasema. Kwa hiyo ningetamani kwamba nipate nafasi ya kwenda, na watakaoenda vijana wenzangu katika taaluma mbalimbali na katika ajira tofauti, aidha za serikali au binafsi au wamejiajiri wenyewe. Ni mtu ambaye ameboresha maslahi ya wafanyakazi, amejaribu kuboresha mazingira ya uwekezaji katika taifa, mazingira ya biashara, lakini pia amekuwa ni mtu akitikia wito katika majukwaa mbalimbali. Basi watakapomaliza kumsikiza mheshimiwa na kutoa mapendekezo yao, waburudike pia kupata kitoweo, especially hususan kuku. Kuku mimi mwenyewe bwana nilikuwa nakula kuku chipsi, lakini kuku wakija wa kienyeji nashangaa. Tumezoea kudaa huku kuku wa kisasa. Mimi nikushukuru sana Wakili Gosha kwa haya machache uliotupatia, na nikutakie heri pia katika siku hii ya wafanyakazi. Asante sana. Karibu tena.